Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye muhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema watu 5 wameandikisha taarifa kwa polisi kuhusu madai ya kutekwa nyara kwa mbunge wa Juja George Koimburi. Aidha, kulingana na Kanja, maafisa wa polisi walikuwa na wakati mgumu kumfikia mbunge huyo anayepokea matibabu katika hospitali ya Karen baada ya maafisa wa upelelezi kuzuiwa kuingia alikolazwa. Mbunge huyo alipatikana katika shamba la kahawa baada ya kudaiwa kutekwa nyara siku ya Jumapili baada ya kuhudhuria ibada ya kanisa. Kwingineko, baadhi ya wabunge wamemkashifu mbunge wa Juja George Koimburi kufuatia uchunguzi wa awali kwamba huenda alijiteka nyara na kuzitaka vyombo vya uchunguzi kuchukua hatua haraka ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Wabunge walitilia shaka uhalali wa maelezo ya utekaji nyara na kuonya kwamba ikiwa ni ya uongo, waliohusika lazima wakabiliwe na sheria. Mjadala huo uliochochewa na taarifa zilizowasilishwa na mwenyekiti wa utawala wa ndani na usalama wa taifa Gabriel Tongoyo kuhusu kujiteka kwa uchunguzi wa awali uliofanywa hadi sasa. Kwenye rubaa za kimataifa ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kumwekea Vladimir Putin makataa ya wiki 2 akitishia kuchukua mkondo tofauti ikiwa mwenzake wa Urusi bado ataendelea kumrejesha nyuma kwa vitendo vyake. Wakati Urusi ikizidisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, Trump aliulizwa katika ikulu ikiwa alifikiri Putin anataka kumaliza vita. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 2 zimetoweka baada ya saa 3. Utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi. Kwa habari zaidi na matukio